nitie moyo kwa kusema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo najua mchungaji amekuwa akizungumza mara si moja kuhusu matoleo. Kama wanafunzi, kama washirika, kama watoto wa Mungu, kama wana wa Mungu, tunapaswa kutoa katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawa ninafikiria labda watu hawajatambua ni aina gani ya matoleo wanapaswa kutoa. Ndio maana watu hawatoi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ile sadaka ambayo sisi tunatoa kawaida ni ile sadaka, hiyo ni moja. Kwa hivyo leo ningependa tujifunze aina tofauti ya matoleo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nitaanza na aina ya kwanza ya matoleo katika nyumba ya Mungu, ni first fruit offering. First fruit offering. Kwa Kiswahili malimbuko. Bwana Yesu asifiwe. Kutokana na neno hilo first fruit inamaanisha ya kwamba ni matoleo ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. It is a practice of offering the first portion of something. First portion of something. Bwana Yesu asifiwe. Matoleo ya kwanza ya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna vitu tofauti. Kwa mfano kama mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanapanda? Kama hupandi, mume wako anapanda, mke wako anapanda, majirani ama hata mzazi wako anapanda. Kwa hivyo tuko na mavuno na tunapaswa kutoa sehemu fulani ya mavuno kabla ya matumizi. Bwana Yesu asifiwe. Pia tuko na pesa. Mungu anatubariki na fedha. Na nikawa ninajiuliza wakati nilipata kazi ya kwamba nilikuwa napaswa kutoa salari yangu ya kwanza kwa nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pia unaweza kutoa muda wako. Tuko hapa kanisani hivi, ni siku ya kwanza ya wiki. Hii ni sadaka yetu ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni malimbuko ya kwanza ya wiki. Kwa sababu tunajua juma lina siku ngapi? 7. Na siku moja tumeiweka kwa sababu ya nini? Kuweza kumtukuza Mungu. Kwa hivyo hii ni malimbuko yetu ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa msomaji anisomee kutoka kitabu cha Leviticus chapter 23 verse 10. Leviticus 23 10. Nena na wana wa Israeli waambie, hapo mtakapokuwa mmekwisha ingia hiyo nchi niwapayo na kuyavuna mavuno ya